Simiyu. Na wewe OCD uliokuwa umevaa minyota nyota hapa, natamani ningekuwa na muda na hayo maelekezo unayopokea kwa kiongozi, ningekuwa na muda ningepambana na wewe tuone ungenifanya nini. Sasa mimi sio mke wako, una cha kunifanya mimi nimekuwa mbunge, najua nchi hii, nimekuwa kiongozi wa muda mrefu. Tumefika Itilima, tunapita barabarani, polisi wamezuia barabara zote za sisi kuingia Itilima. Haya mambo ndugu zangu, tukiyaona ni madogo madogo, tunayaruhusu na tunayanyamazia, ndio mwanzo wa ukoloni. Ukoloni ulikuwa unabagua watu weusi, zinawekwa shule za watu weusi, shule za wazungu, shule za Waarabu. Watu weusi wananyimwa baadhi ya vitu, wananyimwa maeneo ya kwenda. Kule Afrika Kusini kulikuwa na njia ambazo mtu mweusi haruhusiwi kupita, yaani bora mbwa apite hapo, lakini mtu mweusi haruhusiwi kupita. Sasa kama leo tunafika Simiyu, tunaambiwa hatuwezi kwenda Itilima mjini, yaani mimi napita njia zangu, ni sheria gani katika nchi hii inaweza kunipangia mimi napotaka kwenda? Niye mnaotumwa, mna sheria gani ya kuweza mimi nikiamua na lala hapa, unanifanyaje OCD? Nimeamua nilale hapa. Ukiendelea hivi, kiongozi atakuagiza unikataze kulala na mke wangu. Mna bahati sana kwa sababu sina muda mrefu, na mimi mkinigusa, kwa sababu nchi sio ya mama zenu, hii ni nchi yetu sote, lazima tuheshimiane. Msifikiri kuna mtu anawaogopa hapa. Mmevaa kirauni kwa sababu sisi wananchi tuna mamlaka tuliyowapa. Tuheshimiane. Pokea oda ambayo ni oda ya kisheria. Lakini mtu amelala na mke wake anakuagiza kwamba mzuie ache kuingia mjini, na wewe bila akili unakimbia kutekeleza. Mmesoma wapi nyie? Si mnakwenda CCP? Mna police general orders, PGO inakwambiaje? Sinakwambia do's na don't, kwamba polisi unatakiwa kufanya hivi, hiki usifanye. Huyo anayekuagiza, kwa nini usimwambie kwamba hilo haliko kwenye PGO, kitabu kinachoniongoza mimi? Umepanda mpaka unafikia renki ya OCD, ujiamini, umepewa cheo cha kupendelewa. Hapa wananchi wana matatizo hapa. Uongo kweli? Kweli. Tembo wanaumiza watu hapa. Uongo kweli? Wanakufa. Wanyama wanaua watoto wa watu hapa. Uongo kweli? Kweli. Mazao ya watu yanaharibiwa na pamba. Uongo kweli? Kweli. Mbona huwa mkimbia hapa na magari? Mkimwona yeche, mimi ni katili kuliko tembo. Mimi na tembo kipi cha muhimu hapa? Katiba hii inasema hivi: lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi, sio ustawi wa tembo, sio ustawi wa wanyama. Kwa hiyo kama tembo anahatarisha maisha yako, tembo inatakiwa afe, wewe ubaki. Lakini kwenye nchi hii bora nyie wote mfe, tembo abaki, ili wazungu waje kuona, wawalipe wao hera, ili wakale kule mjini na nani wao.